Habari za kutwa, mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya Machi 24, 2026 kwa nami Pendo Gortoni. Vijana watengeneza maudhui wameaswa kutumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha na usahihi katika kazi zao ili kuchangia kukuza na kuimarisha hadhi ya lugha hiyo inayozidi kupata nafasi kubwa duniani. Wito huu umetolewa na makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Ahmed Suleiman, wakati akizungumza katika kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani linalofanyika jijini Arusha. Amesema inakadiriwa kuwa lugha ya Kiswahili inazungumzwa na zaidi ya watu milioni 500 duniani, hali inayofanya kuwa miongoni mwa lugha zinazokuwa na kasi na hivyo kuhitaji matumizi sahihi, hususan katika vyombo vya habari na majukwaa ya kitaaluma. Idhaa za Kiswahili ni muhimili muhimu kwa maendeleo ya lugha ya Kiswahili kwa kutoa taarifa sahihi, kuimarisha elimu, demokrasia na maadili ya jamii. Sambamba na hilo, vijana wana nafasi kubwa katika mustakabali wa Kiswahili kupitia ubunifu wa kidijitali kama vile maudhui ya mitandao ya kijamii, video za elimu na programu za simu. Serikali zetu zote mbili, yaani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, zitaendelea kuunga mkono juhudi hizi kwa kuimarisha mafunzo ya ubunifu wa kidijitali, uwezeshaji wa mitaji, kuimarisha miundombinu ya tehama na kukuza ushirikiano wake na sekta binafsi. Kumekuwa na ongezeko la vyombo vya habari vinavyotangaza lugha ya Kiswahili hapa nchini na duniani kwa ujumla, ambapo nje ya nchi kuna vyombo 44 ukilinganisha na vyombo 38 vilivyokuwepo mwaka 2024, na ndani ya nchi kuna vyombo zaidi ya 200 ukilinganisha na mwaka 2015 vilikuwa vyombo 105, ambao sawa na ongezeko la 92%. Hivyo kupitia kongamano haya wanahabari watapata fursa kujadiliana kwa pamoja kuhusu mambo yanayohusu utangazaji wa Kiswahili na kufahamishana fursa mbalimbali zinazopatikana duniani kupitia tasnia ya habari. Tuna nafasi ya kipekee katika kulinda usahihi na ubora wa lugha yetu sambamba na kuendeleza ubunifu katika maudhui yanayotolewa kwa jamii yetu. Wajibu wetu sote kuhakikisha kwamba tunatumia Kiswahili sanifu na fasaha katika kazi zetu za kila siku, hasa katika tasnia hii ya habari na mawasiliano. Kenya ni mojawapo wa nchi wanachama za Afrika Mashariki na tunakienzi Kiswahili kuanzia katika elimu, lakini pia katika ikiwa ni lugha namba 2 ya maagizo. Kwa tuna wasikilizaji wengi ambao wanasikiliza Kiswahili kwa kukielewa kutokana na kwamba wamefunzwa Kiswahili shuleni na sasa wanaendelea kuzungumza. Zaidi ya watoto na vijana 123 wamenufaika na huduma ya maendeleo ya mpango kuimarisha familia na kaya kiuchumi inayotekelezwa na kanisa kwa kushirikiana na Compassion International. Mkurugenzi wa Compassion International Tanzania, Mary Lema, akiwa jijini Arusha katika mkutano wa jukwaa la maaskofu kanda ya Mlimani Kilimanjaro na kanda ya Ngorongoro Arusha, umebainisha kuwa mpango huo pia umefikia walezi 200,000. Katika mwaka wa fedha uliopita 2025 tulishuhudia mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali za huduma yetu. Kupitia ushirikiano wa kanisa, jamii na wadau mbalimbali, zaidi ya watoto na vijana 123,000 waliweza kuhudumia katika programu zetu kote nchini, na huku walezi 200,000 wakifikia kupitia programu za kuimarisha familia na uchumi katika kaya. Na katika mwaka huu zaidi ya shilingi za Kitanzania bilioni 119.7 ziliwekezwa moja kwa moja katika huduma ya mtoto na kijana pamoja na familia zao. Wakati mwingine kunatokea vitendo vya kuwakatili hawa watoto. Kwa hiyo watoto wako exposed kwenye mazingira hatarishi sana, na ndio maana tuna wajibu sasa wa kuwajengea kujitambua na watambue mazingira waliopo, wajitambue wao ni nani na waweze kulinda hatima yao ili baadaye wafikie yale malengo, wawe wale watu ambao taifa litanufaika nao wanapokuwa watu wazima. Wito kwa jamii, ninaomba tushirikiane kuwalea watoto wetu katika maadili mema. Maadili mema, lakini maadili ya kiimani ya kumcha Mungu, tabia njema
wasiigeige mambo ambayo ya kuwaondoa kwenye focus, kwenye malengo. Na sisi wazazi tuwe chachu, tusifanye mambo mabaya mbele ya watoto, kwa sababu watoto wanajifunza kwa kutizama. Mtoto akija kwenye huduma ya mtoto kanisani pale, kanisa liruhusi kubadilisha dini ya mtoto wote. Sio kanuni yao, na kama kanisa linafanya ni mambo yao, na yeye imefanya pia ionekane kwamba hakuna ubaguzi wote kwa Compassion. Wao wanalenga watu wote. Jamii kwa ujumla ni mzuri, kwanza washukuru huduma ya Compassion. Kwa vyovyote vile ni huduma nzuri, inagusa jamii. Shida moja ya jamii, na hapo ndipo ushauri unatokea, hawajathamini sana kushirikiana na hii huduma kwa ajili ya kusaidia kuendeleza watoto. Wanaona tu ni msaada wa kawaida, hawajali. Kama ningewashauri wanapopokea huduma kama hii, washirikiane na hii huduma na kanisa ili kumwendeleza mtoto. Takriban watoto 1,447,090 wanatarajiwa kupata chanjo ya polio katika halmashauri ya wilaya ya Buchosa wilayani Sengerema mkoani Mwanza. Zoezi hilo la utoaji wa chanjo hiyo litadumu kwa siku 4, ambapo wananchi wameomba kupeleka watoto wao kupata chanjo hiyo ambayo ni salama na itawakinga watoto dhidi ya ugonjwa wa kupooza. Kizindua zoezi hilo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya Buchosa Abdalla Mpambalage amewaomba watu waliopewa dhamana ya kusimamia zoezi hilo kulifanya kwa weledi. Wazazi tulete watoto wetu, ili zoezi ni la siku 4. Tunaanza leo tarehe 24 mpaka tarehe 27. Kwa hiyo chanjo nadhani itaelekezwa maeneo ambayo tutakwenda nyumba kwa nyumba, kaya kwa kaya, na kwa maeneo yote ambayo yamepangwa kufanya kazi ya chanjo yetu ya polio. Pia ni waase timu, kwa maana wachanjaji, supervisors wa takwimu, tufanye kazi hii kwa weledi na profession zaidi. Naitwa Dr. David Mdeba, mganga mkuu wa halmashauri ya Buchosa. Leo tunazindua zoezi la chanjo kwa ajili ya kuzuia ugonjwa wa kupooza polio. Lengo la wilaya ni kuchanja watoto 144,790. Lakini sambamba na hilo tunategemea kuwachanja watoto hao wote, na watoto hao watakaochanjwa tunachanja kwa njia tofauti. Moja, tutachanja kwenye vituo vyetu vya kutolea tiba, lakini tutaendelea kuchanja katika nyumba kwa nyumba kupitia watoto wote ambao tumewataja kwa idadi yao. Tutafika mashuleni, lakini pia tutapita kwenye nyumba za ibada. Na zoezi hili tunalifanya kufuatia uwepo wa viashiria vya uwepo wa ugonjwa wa kupooza, na kwa sababu mkoa wetu wa Mwanza umeonekana kuwa na tatizo hilo, kwa hiyo mkoa mzima wa Mwanza tutaendelea, na wilaya ya Buchosa ikiwa sehemu ya mkoa wa Mwanza, zoezi hili litaendelea kufanyika kwa siku 4 kuanzia tarehe 24 leo, na litaendelea mpaka tarehe 27 mwezi wa 3, na hivyo tunategemea kuwafikia walengwa wote bila kumkosa mtoto hata mmoja. Manufaa ya hili zoezi ni pamoja na kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata chanjo ambayo itawazuia katika ugonjwa wa kupooza, yani polio, ili kufanya jamii iwe yenye afya njema na tija kwa taifa lijalo na kwa Watanzania wote. Kwa majina naitwa Sabina Kusepa. Naipongeza sana serikali kwa kutuletea chanjo ya kuonyesha magonjwa ya kupooza sisi na watoto wetu. Polisi wa kata ya Mabatini wilayani Nyamagana jijini Mwanza, Shabani Kashakala, amewaonya walinzi shirikishi katika mitaa mbalimbali ya kata hiyo wanaokiuka maadili na kusema hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Kashakala amesema hayo kwenye mkutano wa hadhara uliolenga kuhakikisha hali ya ulinzi na usalama kwenye kata hiyo ya Mabatini inaimarishwa katika mitaa mbalimbali ikiwemo na kuhakikisha walinzi hao shirikishi wanapata elimu ya namna ya kukamata watu kwa njia salama pasipo kuwadhuru. Walinzi shirikishi ambao wanakiuka maadili, sisi tumekuwa tukiwachukulia hatua za wazi. Tunao watu wanaosumbua baada ya kuona tu wameteuliwa siku 2 siku 3, yeye sasa anakuwa polisi, anakuwa hakimu, anakuwa mahakama, anakuwa baraza la ardhi, anakuwa msuluhishi wa ndoa, kila kitu anafanya yeye. Kwa hiyo afande, sisi watu hao kata ya Mabatini hawana nafasi, na tunasema kabisa tumeshaambizana baada ya Kwaresima na Ramadhani tunaanza upya uteuzi wa watu hao.
sisi wakaguzi wa kata tunapokuja kwenye kata hatuji na walinzi wa ulinzi shirikishi ambao nyinyi mnawaita polisi jamii. Hawa vijana tunawakuta katika mitaa yenu, na maelekezo ambayo sisi tunapewa, mwenyekiti anatakiwa kuitisha mkutano, alafu nyinyi wananchi muwachague ili sisi tuje kuwapa elimu. Kazi yetu sisi ni kuwapa elimu juu ya ukamataji salama, juu ya ulinzi na juu ya kuweza baada ya kukamata mhalifu ampeleke wapi. Kinachotokea tofauti na hapo ni yeye mwenyewe ameamua kufanya hivyo. Afanya katika kata hii ya Mabatini tunavyo vikundi 6 vya ulinzi shirikishi. Tunacho kikundi cha mtaa wa Majengo Mapya, tunacho kikundi cha mtaa wa Mabatini Kaskazini, tunacho kikundi cha mtaa Nyerere B, Nyerere A, Mbugani B. Afande, hivi vikundi vyote viko chini ya mitaa husika. Kazi yetu sisi polisi kata ni kuwapa elimu, na hilo nimekuwa nikiliongea katika kila mkutano. Afande, hawa walinzi shirikishi ni binadamu kama binadamu wengine. Kabla ya Ramadhani hii nimewatumia message wenye viti wote pamoja na watendaji wote kwamba wanatakiwa kuitisha tena mikutano na kuchagua watu wengine, kwa sababu wale wanapokaa katika zile nafasi wakazizoea, wanajiona sasa na wenyewe wanaweza kufanya jambo lolote ambalo liko nje ya sheria. Kwa hiyo kwa kupitia mkutano huu niwaombe wenye viti wangu, lile angalizo letu tulilolitoa, mkimaliza hapa itisheni mikutano ya wananchi, tuwaasesi wale walinzi shirikishi. Je, wanafaa kuendelea? Na kama mtu amepoteza sifa aondolewe. Mimi Kashakala sikuja na mlinzi shirikishi Mabatini. Kwa hiyo naomba tulisimamie hilo, tuweze kuchagua tena na tena na tena. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita limeamua kuingilia kati mfululizo wa ajali za migodini kwa kuwapatia mafunzo ya mbinu za kisasa za uokoaji viongozi wachimbaji maarufu kama machifu na mainspekta. Operesheni hiyo inayofanyika kwa ushirikiano na jeshi la polisi linalenga kuwajengea uwezo viongozi hao kuwa mstari wa mbele kusimamia usalama wa vijana wao wanapokuwa chini ya ardhi. Siku ya leo ni siku ambayo tumekuja kutoa mafunzo ya usalama mahali pa kazi. Na lengo kubwa tunawafikia wachimbaji kwa kuwapitia viongozi wao ambao kwa jina maarufu ni mainspekta na machifu. Hawa tunaangalia usalama mahali pa kazi, lakini sio jeshi la zimamoto uokoaji peke yake. Tupo na jeshi la polisi Tanzania na wenyewe wapo hapa kwa ajili ya kutoa elimu mahali pa kazi. Kwa nini polisi wako hapa? Kwa sababu shughuli zozote unazozifanya lazima kuwe kuna usalama. Kwa usalama ni nyanja kubwa mno. Uweze kufanya maokozi, ukafanya shughuli zozote pasipokuwa na usalama. Kwa hiyo utaona sisi ni vyombo ambavyo tunategemeana. Hapa ipo na zimamoto, yupo polisi, yupo magereza, lipo na jeshi jingine. Utaona tuna maafisa madini wapo katika somo letu la leo. Kwa hiyo tunatoa kwa kutumia mainspekta na machifu, tunaanza kukumbushana au darasa linakuwa ni shirikishi kwa kuambiana taratibu zipi, usalama ni upi ambao tukopo kwenye maeneo yetu ya uchimbaji wa madini. Kuna ukiangalia kipindi hiki ni kipindi cha mvua. Kuna unyevunyevu, kuna swala zima la utoaji wa maji kwenye yale maduara. Kwa hiyo lazima tuwakumbushe usalama wao, kwa sababu tumeshaona mashimo mengi au maduara mengi huwa yanaporomoka. Kwa kupitia darasa hili limeweza kutoa fursa kwa mainspekta na machifu waweze kujua usalama wao ni upi, yani majukumu yao ni yapi. Kwamba kila siku wanafanyaga vikao. Kwenye vile vikao vyao wanabidi waongelee usalama, labda kuna vibaka au kuna watu wanatumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo kupitia vibaka, madawa ya kulevya yanaweza kusababisha ajali. Na zikitokea ajali inakuja zimamoto. Kwa hiyo wanapokuja polisi kwenda kushughulikia tukio fulani limetokea, lazima tapiga simu zimamoto ili kufanya maokozi. Kwa lazima polisi aweke sehemu hiyo salama. Sehemu ikishakuwa salama, hata ajali kutokea itakuwa ni ngumu. Kwa hivyo matukio unavyoona, matukio ya ujambazi au matukio mtu ameiba, ubakaji, unywaji wa pombe, madawa ya kulevya, yote hayo yanasababisha ajali.
na tukisababisha ajali jeshi linakuja kufanya kazi. Kwa hiyo sisi tunazuia visitokee. Rasilimali za Tanzania za Watanzania zisitumike holela, zisitumike endapo ikatokea ajali ya bahati mbaya. Kitu kilichonivutia na nimejifunza zaidi kuhusu njia salama za uokozi. Maana kwa kazi zetu za migodini kuna mambo mengi yanayotokea, ajali za hapa na pale, ila tunajikuta kulingana na vifaa duni tulivyo navyo tunatumia njia za kienyeji kwa ajili ya kuokoa. Ila leo tumejifunza njia salama kwa ajili ya uokozi ambapo utamtoa mtu salama pia na wewe mwenyewe unayeokoa ukiwa salama. Katika semina hii nimejifunza vitu vingi ambavyo vingine nilikuwa bado sijavijua, kwamba namna ya uokoaji kwa mtu ambaye aliyoko chini na aliyoko juu, namna ya kushuka chini kumuokoa yule aliyoko chini na kuwa salama, yani kuvaa vitendea kazi ambavyo viko salama pia. Kifupi ni kwamba tunatakiwa tutumie mfumo ambao kama leo jeshi la zimamoto ambao wameuleta kwa namna ya uokoaji, ama tunapotakiwa kushuka duarani wamekuja na vifaa vya kisasa zaidi ambavyo tunaweza kutumia matumizi sahihi ambavyo tunavyoshuka katika migodi yetu, tunapofanya majukumu yetu ama tunapoenda katika uokoaji. Kwa hiyo swala zima hili ni swala ambalo tukiliangalia linasaidia kiulinzi binafsi, lakini pia na kwa watu wengine. Ninaishukuru sana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kugundua uwepo wetu maeneo na mazingira kama haya ya chimbo hili la Msasa, kutuletea jeshi la zimamoto na uokoaji. Tunashukuru sana. Changamoto kweli zipo, kuna mtu kuwa na duara yenye gesi. Sasa jeshi kama hili likiwepo inakuwa ni haraka zaidi kunusuru maisha ya Watanzania. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio tamati ya SQF habari siku ya leo. Asante sana kwa kutenga muda wako wa thamani kutazama taarifa hizi za habari. Kwa niaba ya timu nzima iliyoshiriki kwa habari hizi, ulikuwa nami Pendo Gato, nikutakia siku ile kwa njema na bye kwa sasa.